Ramadhan na Tifu TV. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza nafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tunafundisha walimu wetu ambao tuko nao na tunachukua walimu zaidi wa masuala ya IT ili sasa watoto kwa zamu kwa mujibu wa madarasa ambao wanapangiwa kuja kujifunza. We are going to improve our furniture, ziko refu kidogo kwa primary, order tunaotoka zitakuwa ziko fupi ili watoto ya 2 3. This is a conical flask. It used for collecting liquid. Thank you. Mheshimiwa, kama tulivyoeleza awali, maabara hizi ni kwa ajili ya wanafunzi wa msingi, na hapa watapata basic concepts za science na technology, ili baadaye walimu wakiandaa hapa wakaenda form 1 huko na form 2 na sekondari wanaweza kufanya vizuri. Karibu karibu rais wetu, karibu karibu rais wetu. Changamoto tulizokuwa nazo katika sekta ya elimu hapa Zanzibar kubwa zilikuwa 3. Ya kwanza ilikuwa ni ukosefu wa miundombinu, ambapo kila darasa lilikuwa lina watoto wengi mno, kama takwimu mlivyozisikia, watoto 100 au zaidi wanasomaji. Lakini vile vile kilikuwa kuna swala la kusoma zaidi ya shifti moja, mikondo ile nayo ilikuwa inasumbua sana na bado inasumbua. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu wa kujikita katika kuboresha miundombinu, na ndio hii tunayoiona. Skuli za ghorofa ambazo zina madarasa ya kutosha, watoto watasoma si zaidi ya 45, lakini ndani yake kuna vifaa vya kisasa. Kwa hiyo miundombinu ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na kama mlivyomsikia waziri wa elimu, tumeanza na maghorofa haya na mengine 28 yanakuja, na sio mwisho, tutaendelea. Nataka kujua mafanikio tuliyoyapata, tizama matokeo. Matokeo yameshaanza kujionyesha. Tunafanya vizuri mno. Mkuu wa mkoa amesema hapa, waziri amesema hapa kwamba ufaulu katika nchi yetu umeanza kupanda mno. Tulikuwa kipindi fulani skuli za Zanzibar katika ule mtihani wa kitaifa wa form 4 nyingi ndio zile 10 za mwisho. Tunaanza kutoka huko. Mkoa wa Kusini walikuwa chini sana katika elimu, wao wanaanza sasa kupanda juu na wataongoza hivi karibuni. Kwa hivyo ndugu zangu, nasema matokeo yanaonekana. Mimi wala sitokaa hapa nitoke povu kwa kumjibu mtu wale. Sitowajibu hata neno moja. Kazi yangu mimi itakuwa ni kushika mkasi wangu tu, kutembea na kata tu. Hayo ni majibu tosha kabisa, sihitaji maneno. Kwenye miradi hii ambayo tunaizindua maeneo yote Unguja na Pemba, ni katika nia serikali yako ya kufanya mageuzi makubwa ya elimu, na nataka nikuthibitishie kwa vile tayari serikali zote mbili zimesharidhia mageuzi ya kimtaala. Mtaala ule Mheshimiwa Rais usingalitekelezeka bila ya kuwa na miundombinu hii ambayo serikali yako imeiweka katika maeneo mbalimbali. Tunakupongeza sana.
mtaala ambao tunaita ni competence based, ambao umeweka kipaumbele katika elimu ya ujuzi. Inahitaji maeneo rafiki kwa ajili ya mwanafunzi kujifunza na kwa ajili ya walimu kuwafundisha wanafunzi. Haya mheshimiwa umeyaweka na unaendelea kuyaweka. Hizi tatu zimejengwa na kampuni ya FUTS na iliyosimamiwa na wakala wa majengo ya serikali ZBA. Gharama ya kila skuli ni bilioni 4.5 kwa mujibu wa mkataba. Mheshimiwa mgeni rasmi, skuli hizi ni za ghorofa 2 zenye madarasa 29 kila skuli, vyoo 25, ofisi za walimu, ukumbi wa mitihani, maabara, chumba cha kompyuta pamoja na maktaba na chumba cha kusalia. Na kuna chumba vile vile cha ushauri na sahi. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha komenti yako kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi. Ramadan na Tifu TV.